Habari za kushtusha zimeibuka kufuatia mpango wake rais wa nchi ya Kenya William Ruto na yule wa Tanzania Samia Suluhu, kwamba Ruto alipeana amri kwamba wanaharakati walioingia nchini humo Tanzania wafurushwe. Ni habari ambazo zimetia wengi hasira, haswa katika nchi hii ya Kenya. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Na katika hatua inayoibua maswali kuhusu uhuru wa maoni na ushirikiano wa kikanda, rais wa Kenya William Ruto, ambaye kwa sasa ndiye mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ama ukipenda EAC, ametajwa kama mhusika mkuu katika hatua ya kuwafukuza wanaharakati wa Kenya waliokuwa nchini Tanzania wiki chache zilizopita. Kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa kwenye gazeti la People's Daily la Jumatano, kiongozi wa chama cha People's Liberation Party Martha Karua amemlaumu Rais Ruto kwa kutoa maagizo yanayosababisha kutimuliwa kwa wanaharakati hao. Karua amedai kuwa kitendo hicho hakiwezi kuwa kimefanyika bila idhini ya Rais Ruto, ikizingatiwa nafasi yake ya juu katika uongozi wa EAC. Karua amesema hatua hiyo inaashiria usaliti wa kisiasa uliopangwa haswa kwa maksudi, ikilenga kuwatisha wale wanaoikosoa serikali, na aliongeza kuwa serikali ya Kenya inaonekana kutumia ushawishi wake katika ukanda huu kwa njia ya kuzuia sauti za upinzani na kufifisha uhuru wa kujieleza, hasa kwa wanaharakati wanaoshinikiza mabadiliko ya kijamii na kisiasa. Tukio hilo limezua maswali mengi, si tu kuhusu uhusiano wa kidiplomasia kati ya Kenya na Tanzania, bali pia kuhusu nafasi ya taasisi za kikanda katika kulinda haki za binadamu na uhuru wa kiraia. Wanaharakati waliotimuliwa walikuwa wameingia Tanzania kwa shughuli ya kiraia, na kutimuliwa kwao kumeonekana kama shambulio la moja kwa moja kwa misingi ya kidemokrasia. Huku mashinikizo kutoka kwa makundi ya kiraia na watetezi wa haki za binadamu yakiendelea, serikali ya Tanzania nayo imejikuta ikikumbwa na lawama kutokana na jinsi ilivyoshughulikia swala hilo. Wataalamu wa masuala ya haki na demokrasia wanataka Tanzania kuelekeza na kueleza kwa kina sababu za kufukuza raia wa nchi jirani bila kufuata taratibu za haki na uwazi. Wakati hayo yakiendelea, hatua ya kumuhusisha Rais Ruto moja kwa moja na tukio hilo imeleta mwelekeo mpya wa mjadala, hususan kuhusu matumizi ya mamlaka kama mwenyekiti wa EAC. Wakosoaji wanahoji iwapo nafasi hiyo inatumiwa vibaya kwa maslahi ya kisiasa ya ndani badala ya kuimarisha mshikamano wa ushirikiano baina ya mataifa wanachama. Na kwa sasa hali bado ni ya sintofahamu kwa vyombo vya habari, mashirika ya kiraia na wanasiasa upinzani wakiendelea kufuatilia kwa karibu mienendo ya viongozi wa EAC. Suala hili linatarajiwa kuibua mijadala mikali katika majukwaa ya kisiasa na kidiplomasia, hasa kuhusu mipaka ya mamlaka ya viongozi wa kikanda na jukumu lao katika kulinda demokrasia na haki za binadamu.